mimi niseme katika gari ambayo ni rahisi sana sasa hivi Tanzania, tukaamua kuivamia wa Tanzania, kuinunua kwa wingi, na baada ya miaka miwili au mitatu ikawa manageable ni Ford. Kwa sababu pia it makes more sense, kwa sababu once magari yakishakuwa mengi, kwa sababu ulivyokuwa unaongea pale mwenyewe nitaka nigusenga sema kwa sababu yako machache. Kwa once magari yakishakuwa mengi, maana yake support inalazimika. Yes. Si ndio? Inalazimika kuwepo kwa wingi sababu magari yanakuwa ni mengi. Demand tayari inakuwepo. Yes. Na kwa nini mimi nakwambia hiyo process inaweza kaa speed up haraka sana, kwa sababu Ford nyingi hata South Africa zinatengenezwa. So Ford ipo kwenye very good position na kuweza kucompete na Toyota. Kuliko hata Mercedes au kuliko hata BMW. Kwa sababu South Ford zipo za kutosha. Kwa hiyo Tanzania tukaweza kulivalia njuga kwamba you know what, fuck it, tunanunua magari. Sindio? Kama ni Ford Everest tunanunua, kama ni Ford Ranger tunanunua, ni Ford Focus tunanunua fresh. Tukaweza tukakomaa miaka 5 tukavinunua kwa wingi. I tell you mwanangu, support itakuwa kubwa, spares zitashuka bei tena sana tu. Na mimi nakuunga mkono, kwa sababu naangalia namna gani Ford wametengeneza gari zao na namna wanavyozimarket sasa hivi. Sawa? You can tell the difference. Kwamba angalia mwanangu matangazo ya Ford sasa hivi, yani ni gari inaonyeshwa ikiwa in action porini, iko kazini na kweli ina deliver na nini, si ndio? Kwa hiyo kwa mazingira, yani ni gari ambayo tuseme kwenye mazingira yetu tayari iko vizuri. Yani hainaga shida. Yani Ford kwenye mazingira yetu sisi kiukweli no problem. Shida ni kwamba utakapoileta sasa hivi kipindi hiki cha mwanzo, yani wanasema wale watu ambao wako kwenye drill tip huku, lazima ufeel the heat. Kwa hiyo wewe utakaileta wa kwanza au hao wanaozinunua mwanzoni, hawatakiwi kuwa middle class. Noma sana. Haitakiwi kuwa middle class, kwa sababu hii heat ambayo ipo kwenye tip, unaenda unakutana na spare gharama yake, unaona bora niipaki.